na Mungu awe nanyi daima. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hati ya Askofu Mkuu kumweka wakfu askofu wa pili wa Dayosisi ya Tarime. Kwa jina la Mungu, amen. Sisi Maimbo William Ndolwa, kwa mapenzi ya Mungu, askofu wa Kanisa Anglikana Tanzania na askofu wa Tanga, kwa waumini wote na wahudumu wote na walei wa Dayosisi ya Tarime iliyopo katika mamlaka yetu ya Kanisa Anglikana Tanzania, kwa kuwa Askofu Dr. Mwita Akili aliwekwa wakfu na kutawazwa kuwa askofu wa kwanza wa Dayosisi ya Tarime siku ya Bwana ya tarehe 4 mwezi Julai katika mwaka wa Bwana wetu Yesu Kristo wa 2010. Anastaafu rasmi leo katika ibada hii. Na kwa kuwa sinodi maalum ya uchaguzi ya Dayosisi ya Tarime iliyokutana kwa mujibu wa kifungu cha 14(2) cha Katiba ya Kanisa Anglikana Tanzania mwaka 1970 ya toleo la 2004 mnamo tarehe 12 mwezi Disemba mwaka wa Bwana wetu Yesu Kristo wa 2024 ilimchagua Reverend John Msuma Nyaitala kuwa askofu wa pili wa Dayosisi ya Tarime. Na kwa kuwa sisi nasi tumetimiza taratibu zote kama ilivyoagizwa katika Katiba ya Kanisa Anglikana Tanzania na Katiba ya Dayosisi ya Tarime, hivyo basi leo hii mbele yenu ninyi nyote tunakusudia kumweka wakfu ndugu yetu mpendwa katika Bwana Reverend John Msuma Nyaitala kuwa askofu wa pili wa Dayosisi ya Tarime, akiwa na mamlaka kamili ya kiaskofu kwa mujibu wa Katiba ya Kanisa Anglikana Tanzania na Katiba ya Dayosisi hii ya Tarime. Lakini kabla ya kumweka wakfu, tunamtaka atoe tamko lake la kiapo chake cha utii kwetu kama ilivyoagizwa na Katiba ya Kanisa Anglikana Tanzania. Hati hii imetolewa nasi leo hii siku ya Bwana ya tarehe 16 mwezi Machi katika mwaka wa Bwana wetu Yesu Kristo wa 2025 na kutiwa saini yetu the Most Reverend Maimbo William Ndolwa, Tanzania na Tanga, na hati hii imeshuhudiwa nami Reverend George Nathaniel Mandepo, msajili wa Kanisa Anglikana Tanzania. Kanisa Anglikana Tanzania. Kiapo cha utii kwa askofu mkuu. Katika jina la Mungu, amina. Mimi Reverend John Msuma Nyaitala niliyechaguliwa kuwa askofu wa Dayosisi ya Tarime, ninaahidi kwamba nitashirikiana na kukutii wewe Maimbo, kwa mapenzi ya Mungu, askofu mkuu wa Kanisa Anglikana Tanzania nao watakao kuja baada yako. Mwenyezi Mungu unisaidie. Na kuwataka sana Waanglikana na wananchi wote kushiriki katika michakato yote iliyoko mbele yetu. Mchakato wa kujiandikisha katika daftari la kudumu, mchakato wa kuhakiki majina, mchakato wa kuomba fomu ili kila aliye na haki hiyo wapate kuchaguliwa, na mchakato wa kampeni, na hatimaye mchakato wa kwenda kupiga kura. Tusiibinye haki yetu hii. Tukiacha watu, nyinyi mlio watu wa haki, msipoitimiliza haki yenu vyema, maana yake mnafungua mlango kwa ibilisi atawale. Tumieni haki yetu hii ili kila mmoja wetu tupate kutenda yale Mungu aliyotutuma. Na wale watu wa Mungu mnaowaona kwamba Mungu amewainua kwa namna mbalimbali, mtafanya kosa sana kuwavua madaraka kwa njia ya kura, kwa sababu tu unataka wewe uingie. Tumia haki yako hii vema kwa ajili ya kujenga na wala sikubomoa. Jambo la pili ni kuiomba jamii ya Watanzania na hasa Waanglikana. Nchi yetu katika maeneo mengi inapambana na ukame, na rais wetu ameendelea kusisitiza juu ya umuhimu wa kutunza mazingira yetu. Tuwapongeze sana Tarime kwa hali ya hewa inayoonekana mazingira haya. Ukiingia katika mji, hata ile punzi unapovuta ni tofauti na mazingira ya mkoa wa Simiyu na Mwanza. Sasa tuwaombe muyatumie vizuri
Hii miti tunayoiona ni kivuli kizuri, msiikate kutengeneza mkaa na hatimaye mkautumia kupikia. Wakati huu sasa ni wakati wa gesi. Kama tuliondoka wakati wa enzi za funza na chawa na kunguni, sasa tuna vitanda na tuna tiles chini. Sasa tuondoke pia kwenye majiko yanayotumia kuni na mkaa ili tupate kuyatunza mazingira. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameniambia niwaleteni salamu hizo za upendo, na ameniambia nifikishe pongezi zake kwa Baba Askofu John Msuma Nyaitara. Askofu mteule, hongera sana. Aidha, amenitaka kuwafikishia waumini wote wa Dayosisi ya Tarime salamu zake za upendo na kuwatakia mafanikio mema katika shughuli zenu za kila siku. Wapendwa katika Bwana, tukio hili la leo ni tukio adhimu, lakini naomba pia nilitumie kufikisha salamu za Mheshimiwa Rais kwa Askofu Mkuu wa Kanisa Anglican Tanzania Daktari Maimbo Fabian Mndolwa kwa namna ambavyo amekuwa akiliongoza vema Kanisa Anglican Tanzania. Amen. Mheshimiwa Rais anakutakia baraka na heri, uendelee kumtumikia vema Mungu na kuliongoza kanisa. Amen. Amen. Naomba nitumie fursa hii kukupongezeni ndugu zangu wa Anglikana nyote. Lakini kwa pekee kabisa nimpongeze Baba Askofu John Msuma Nyaitara kwa kupewa nafasi ya kuongoza dayosisi ya Tarime. Sote tunafahamu kwamba viongozi wa kiroho huitwa na Mungu. Kwa kuitwa kwako kuongoza dayosisi hii, hatuna mashaka kabisa. Ni imani yetu kuwa majukumu utakayokabidhiwa utayafanya vema, kwani ni wito uliopewa na Mwenyezi Mungu. Kweli ni watu wa kawaida kabisa, tumewazaliwa wazazi wa kidunia, lakini ukishaitwa na Mungu sio mtu wa kawaida kama unavyofikiria. Na ndio maana hatutarajii kuona tuna viongozi wa kiroho walevi, tuna viongozi wa kiroho washirikina, tuna viongozi wa kiroho ambao hawakusimama katika zamu yao na Mungu, kwa sababu Biblia inasema hata midomo ya kuhani inapaswa kuhifadhi maarifa, kwa maana watu wataitafuta sheria ya Bwana kinywani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi karibuni mwishoni mwa mwezi Februari na mwanzoni mwa mwezi huu wa Machi 2025 kumetokea uchochezi wa watu wachache waliokuwa wanagombania mipaka ya ardhi kati ya kijiji cha Korotambe na Lemawi, hali inayoashiria kuchochea vita ya kona kwao. Lakini tunaishukuru serikali na tunalishukuru jeshi la polisi kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya na mkoa kwa kuchukua hatua za haraka kuzima ugomvi huu. Tunaamini kuwa dayosisi ya Tarime kwa kushirikiana na viongozi wa dini, wazee wa mila kutoka kila koo husika na kamati za ulinzi na usalama, jaribio hilo tunao uwezo wa kulimaliza kabisa. Mimi naitwa Askofu Dr. Mwita Akiri, ambaye sasa ni askofu mstaafu wa Dayosisi ya Tarime, ambayo nimeiongoza kwa miaka 15 tangu 2010 mpaka leo mwaka 2025. Ninajua kwamba nyakati za sasa kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kwamba Tarime imetulia, sio kama nilivyokuja hapa mwaka 2010, lakini tunaona maendeleo mengi, tunaona jitihada nyingi sana za serikali na ambayo tumeshirikiana na hiyo serikali katika kusaidia watu wetu ili wapate maendeleo. Nimekuwa nikisema
mahali penye amani kuna kuwepo na maendeleo, na maendeleo haya ni ya kiroho, lakini pia ni maendeleo ya elimu, maendeleo ya kilimo na mambo mengine. Kwa hiyo niseme katika mwaka huu wa uchaguzi ambao tunajua ni mwaka mkubwa sana wa muhimu sana katika nchi yetu, wananchi wa Tarime na Tanzania kwa jumla, tuwe na amani, tufanye kazi kwa umoja, kwa ushirikiano, na nchi yetu na wilaya yetu ya Tarime, mkoa wa Mara, kama tunavyofahamika ni wachapakazi. Tufanye mambo yetu kwa umoja, kwa upendo, kwa lengo la kutaka kuinua jina la Tanzania na jina la mkoa wetu wa Mara. Na mimi naye staafu, najua bado kuna majukumu mengi sana kwangu mimi kama askofu mstaafu, mimi binafsi, lakini pia na wenzangu wengine waliostaafu. Tutaendelea kushirikiana kusaidia nchi yetu, kuiombea, kumwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kuombea viongozi wote wa serikali ili nchi yetu ya Tanzania ambayo ni kisiwa cha amani iweze kuendelea kusikika vizuri katika ulimwengu tunaokaa ndani yake. Na mimi naamini kabisa kwamba Tanzania hii ni nzuri, ni nchi nzuri sana ambayo Mungu ametupa kama zawadi. Tuendelee kuienzi nchi yetu ya Tanzania. Wilaya ya Tarime ni wilaya nzuri, watu wake ni watu wazuri. Kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, watu wanaweza kusikia tu Tarime kwa mbali, lakini watu wanajua vizuri sana. Tarime hii wilaya ina vijana wachapakazi. Siku ya Jumapili kama leo utakuta wale ambao hawaendi makanisani, wamebeba ndizi, wamebeba vitu vyao vingi, wanapeleka kwenye soko la Tarime. Lakini shida yetu moja kwamba basi kwa bahati kama Mungu alivyotuumba tuna koo hizi 13 katika wilaya ya Tarime. Bahati mbaya sana kwamba kuna baadhi ya watu ambao sio raia wema, sio wacha Mungu, ambao wanatumia muundo huo wa wilaya yetu ya koo mbalimbali na kuweza kuchochea tofauti badala ya kujenga umoja. Tunaomba kweli sisi kama viongozi wa dini, kama mimi kiongozi wa kanisa, watu hao wakazanie maendeleo, watu wetu, watoto wetu waende kwenye mashule. Kanisa Anglikana Dayosisi ya Tarime na staafu tukiwa na shule 2, shule ya sekondari Talanta pale Gamasara, shule ya awali hapo Rebu, na makanisa ambayo watu wanasali. Wilaya yetu ni wilaya ambayo tunaweza kusema ni wilaya inayostahili kilicho bora, na kilicho bora ni amani yetu. Tunataka kuwaomba kwa bidii sana Watanzania walio wa wilaya hii, wale wanaochochea tofauti za koo na kuleta migongano kati ya watu na watu, waache tabia hiyo, maana inatuaibisha sana sisi watu wa Tarime. Ingawa najua kabisa kwamba sehemu zingine za Tanzania pia kuna shida za migogoro, lakini tuombe hawa walioko katika wilaya ya Tarime wawe na neema ya Mungu. Hakuna sababu ya kuchochea mapigano, hakuna sababu ya kufanya koo moja na koo nyingine zionane maadui. Kumbe Tanzania ni moja, rais mmoja, nchi hii na Mungu mmoja ambaye anatupenda. Kwa hiyo niombe sana wale ambao wanatumia fursa hii ya tofauti za kikoo waache tabia hiyo. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.